Nimefika hapo kwenye banda la DCA, nimejaribu kuangalia kwa umakini, nikaweza kutambua dawa ambazo nilikuwa nikitumia. Hii methamphetamine sijawahi kutumia, ila heroin nimeshawahi kutumia. Pambano na dawa za kulevya ni jukumu la kila mtu, lakini serikali iliamua kuanzisha mamlaka kwa ajili ya kuratibu mapambano hayo. Kwa hiyo hizi asasi zote zinazohusika na mapambano na dawa za kulevya, sisi kama mamlaka tunatoa miongozo na kuzielekeza namna kupambana na dawa za kulevya, kwa maana kwamba zianzishwe lakini pia ziendeshwe kwa miongozo ambayo sisi kama mamlaka tumeiandaa. Kwa hiyo unavyoziona zote hapa zinaendeshwa kwa miongozo na kanuni ambazo mamlaka imeelekeza kupitia idara yetu ya uhamiaji na wadau wengine ambao wako katika vipenyo ambavyo vinapitisha watu wa namna hiyo, especially sisi wenyewe watu wa immigration, watu wa polisi, watu wa TRA, usalama wa taifa, na hata watu wa madawa kulevya wenyewe. Niwape wito kwa kweli kwamba hili ni swala ambalo wote tunapaswa kulivalia njuga. Kwanza kabisa ni swala ambalo tukilegeza msimamo wetu, kwanza tunaiharibu jamii yetu, tunaharibu kizazi kijacho ambacho ni ujenzi wa taifa letu kwa namna moja au nyingine. Kwa hiyo tunapaswa wote tushirikiane kwa pamoja, na kila mtu awe na uchungu na taifa letu kwa kutokuruhusu mambo haya ya madawa ya kulevya kuingia nchini hii, ikiwa ni pamoja na kuepuka masuala mazima ya kupokea rushwa. Maana rushwa na madawa ya kulevya ni mtu na mdogo wake, vinaendana kwa pamoja. Ili yule mtu wa madawa ya kulevya aweze kupita, lazima atoe rushwa mahali, na unapopokea rushwa basi unakuwa umekiuka hata maadili ya taifa katika utendaji wako wa kazi. Especially watu kama sisi watu wa uhamiaji, kuna tunu yetu ambayo inasema upendo, mshikamano, wajibikaji na kukataa rushwa. Kwa hiyo unapokataa rushwa na unapotimiza ule wajibu wako, tunakuwa tumekwenda moja kwa moja katika swala zima la maendeleo ya taifa letu na usalama wa taifa letu na vizazi vijavyo kwa ujumla. Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan inaonyesha moja kwa moja kwamba ni kwa jinsi gani na yeye anakerwa na anaunga mkono kuhusu kupambana na swala zima hili la mambo ya madawa ya kulevya, kwa sababu ni mambo ambayo kwa namna moja au nyingine yanasababisha kudorora kwa uchumi wa nchi, kutokuleta maendeleo, kwa sababu ni fedha haramu ambazo zinazunguka endapo watu wataruhusu masuala kama haya yaendelee katika nchi yao. Kwa hiyo utakuta mambo mengine ya maendeleo katika nchi hayawezi kufanikiwa, kwa sababu fedha nyingi zinapita kwa njia hizo za madawa ya kulevya. Kwa hiyo haziingii kwenye masuala mazima ya maendeleo. Ushirikiano wetu kwa sasa, sisi na mamlaka tunashirikiana katika ukamataji. Kwa mfano, mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya wametengeneza kanda, wana kanda kaskazini, wana kanda ya kati, wana kanda ya kusini, wana kanda magharibi, ambapo wamekuwa wakishirikiana sasa na jeshi la polisi kupitia wakuu wa upelelezi mikoa, wilaya na wakuu wa vikosi mbalimbali katika ukamataji, katika uteketezaji wa mashamba ya bangi, katika upelelezi na mambo mengine yanayohusiana na ili kosa la dawa za kulevya. Hata sisi tuliopo makao makuu Dar es Salaam tumekuwa tukishirikiana pia na mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya katika mambo mengi ya ukamataji, upelelezi na ushauri, kwa sababu sisi ni wadau katika mamlaka hii inayopambana na kudhibiti na dawa za kulevya. Kwa hiyo kwa upande wa mikoani, wakuu wa upelelezi mikoa na wilaya wanafanya kazi kwa pamoja na hii mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya katika nyanja zote za uzuiaji wanaouza dawa za kulevya, walimaji, wasafirishaji, kwa ajili ya kuiweka nchi katika usalama na kupunguza ile tatizo la waraibu na usafirishaji wa dawa za kulevya ambao umekuwa kufanywa na jamii, especially vijana wa kada ya miaka 18 mpaka 35. Hii ni jitihada ambayo serikali imeifanya kwa kuongeza mamlaka, kuiongezea nguvu jeshi la polisi ili liendelee kupambana na ili tatizo la dawa za kulevya, kwa sababu imeona nguvu kazi ya taifa ilikuwa inateketea. Ndio maana sasa wakaamua kuanzisha hii mamlaka, ili kwa pamoja vyombo hivi viwili vikifanya kazi kwa ushirikiano, basi tutakuwa katika hali salama ya kupunguza waraibu
pamoja na watu ambao wanajihusisha katika ulimaji, uuzaji na utumiaji wa dawa za kulevya. Tunajua kuwa watu wanafahamu dawa za kulevya ni nini. Unaweza ukamuuliza mtu dawa ya kulevya ni nini, akakwambia kabisa kuwa dawa ni kemikali zile ambazo zikiingia kwenye mwili wa binadamu zinaenda kubadilisha ufahamu na kila kitu. Lakini wanakuwa wanaziona tu, weza wanasikia kwenye redio, wanaona tu kwenye TV, lakini uhalisia ule wa dawa yenyewe inafanana vipi, mfungo unavyokuwa, jinsi inavyoapia, jinsi hata kimuona mtoto akimwona mtoto wake wanavyuo ambao wanatumia dawa za kulevya inafanana mfanano gani. Tukaamua tuje kwenye maonyesho haya ya kupinga uhalifu wa matumizi ya dawa za kulevya duniani ambayo yanasherekewa kila mwaka tarehe 26 mwezi wa 6, na sisi tukaona ni vema tukaja sasa na dawa zile ambazo sampuli tutawaonyesha watu, jamii, ili wanapopita huko mitaani, wanapokuwa na jamii zao wanaishi, wafahamu kuwa huu ni mmea wa bangi, unafanana na hivi. Hii ni bangi iko katika mtindo huu iliyokauka. Hii ni bangi ilimefungwa kwenye misokoto. Hii ni heroin, huu ni unga wa heroin, unafanana huko rangi gani? Unafunguaje hivyo vipakiti vinavyouzwa huko mitaani vikete? Kete ni ipi? Anasikia tu kete, lakini afahamu kete ni ipi. Tunaonyesha hii pipi ni hizi. Hii ni mode of operandi ambao wanaitumia wabebaji kutoa sehemu inayozalishwa mpaka sehemu wanapokuja kutafuta masoko. Tunakuja kuonyesha hii ni skanka, kwa kuna bangi pia, kuna bangi wamezoea, wanaona bangi za hapa kwetu. Tunaonyesha kuna bangi nyingine ambayo inaingizwa nchini, labda inatoka mataifa mengine kama South Africa na nchi nyingine. Wanaiona kwa mfungo unaofungwa, wanaiona inafananaje. Hata siku mzazi akapekua begi la mtoto wake akakutana na kitu cha namna hiyo, atakuwa na taarifa kujua kuwa atakuwa na uelewa kuwa hii ni bangi. Atakuwa na uelewa hii, mbona kama niliwahi kuiona kwenye maonyesho inafanana na heroin, hii mbona niliwahi kuonyesha kwenye maonyesho inafanana na cocaine. Kwa hiyo tunatoa hii elimu hapa ya kuonyesha sampuli kwa ajili ya kujengea uelewa na kufahamu uhalisia wa vitu ambavyo tunavitamka. Mtu anaona tu inatamkwa cannabis, resin, ashishi, mandrax, methamphetamine, lakini akija hapa anaiona methamphetamine inavyofanana na muonekano wake. Kwa hata akimkuta mtu mtaani akiona watu wako vijana wako sehemu, watoto wanatumia, anajua kabisa hii ni methamphetamine. Niliwahi kuiona hii kwenye maonyesho. Kwa hiyo ni rahisi kumfuatilia, hata kutoa taarifa kwenye vyombo vya ulinzi ili kuja kufanya ukamataji, kufahamu waingizaji, wauzaji na wasafirishaji. Sisi kama jeshi la polisi, pamoja na kufanya kazi za kukamata makosa mengine ya jinai, lakini tumejikita katika ukamataji wa kosa la dawa za kulevya, tukiwa na specific kitengo cha kujua dawa za kulevya, anti-drugs unit, ambayo kiutendaji ni wadau na ni washirika ambao tunafanya kazi pamoja na mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya, ambao kabla ya mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya kuanzishwa, kitengo hiki kilikuwa kinafanya kazi hizi chini ya jeshi la polisi. Lakini ilipofika mwaka 2015 mpaka 2017 ilipoanza mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya, ndio tuliendelea kuimarisha ushirikiano ili kuliendelea kulidhibiti ili kosa ambalo lilikuwa linaendelea kwa kasi sana, kuweza kulizuia na kulirudisha chini na kuweka jamii katika usalama. Mamlaka ya maabara ya mkemia mkuu wa serikali ni moja ya taasisi ambazo zinashirikiana na mamlaka ya kudhibiti na dawa za kulevya katika eneo kubwa la uchunguzi wa sampuli ambazo zinakamatwa kutoka maeneo mbalimbali ya operesheni zao, bandarini au kwenye airport au sehemu yoyote. Kitu kinachofanyika ni kwamba baada ya kukamata, sisi tunazichukua zile sampuli, tunazichunguza. Baada ya kuchunguzi, tunatutolea ripoti. Ripoti hiyo inakuwa sasa ni taarifa ambayo wataipeleka mahakamani kwa ajili ya kutolewa ushahidi na kesi iendelee. Kitu kikubwa sisi ambacho tunakifanya ni kwamba mkemia mkuu wa serikali pamoja na kuandaa ripoti, lakini ni yeye ni shahidi katika sehemu zote kuanzia mwanzo mpaka mahakamani. Kwa hiyo kwenye eneo la kauli mbiu yetu hii ya wekeza katika kinga na tiba kwa ajili ya kupinga dawa za kulevya, sisi eneo letu kubwa ni ushahidi wa kisayansi ambao vyombo vyote vya ulinzi na usalama ikiwemo DCA wanatumia ushahidi huu
katika kesi mbalimbali kwa ajili ya mashtaka. Serikali kupitia mamlaka ya maabara ya mkemia mkuu wa serikali imewekeza mitambo ya kisasa, mmojawapo huko hapa Dodoma wa shilingi bilioni 2.9. Huu ni kwa ajili ya uchunguzi wa sampuli hizo ambazo tunazisema, ambazo kwa wakati moja zinaweza ikawa sampuli 230. Lengo tu ni kwamba uchakataji wa hizo sampuli uende kwa haraka, ripoti itoke kwa haraka, na kesi ziende haraka, na mashauri yote mahakamani yaende kwa haraka na haki iweze kupatikana. Mheshimiwa Rais anashiriki hapo katika kutuwezesha au uwekezaji. Kwa hiyo amewekeza uwekezaji mkubwa katika maabara ya mkemia mkuu wa serikali, katika vyombo, lakini si vyombo tu, vitendea kazi, lakini vile vile na rasilimali watu. Wamewasomesha ambao wamebobea na wana uwezo katika nyanza husika. Naitwa Basilius Namkambe, ni mkurugenzi msaidizi sehemu ya makosa yanayovuka mipaka na uhalifu wa kupangwa. Nafanya kazi katika ofisi ya taifa ya mashtaka ambayo iko chini ya mkurugenzi wa mashtaka nchini, yani DPP. Sisi katika vita hii tunahusika kwa kiwango kikubwa sana. Kwanza tunahusika katika hatua ya awali ambapo mashauri yote ya watu wanaokutwa na madawa ya kulevya, wanaotumia madawa ya kulevya, wakikamatwa na vyombo vyetu chunguzi, wanapelelezwa. Katika upelelezi sisi ofisi ya DPP ina role ya coordinate investigation. Na katika coordination of investigation tunakuwa sambamba na vyombo vya upelelezi kuhakikisha upelelezi unakaa vizuri, na kesi ikifika mahakamani jamhuri inashinda, waliokutwa na hatia hiyo wanatiwa hatiani, na ili kutengeneza funzo kwa jamii. Kama umejitajirisha kupitia madawa ya kulevya, ukikutwa na ukitiwa hatiani na mali zako zote ulizozivuna kupitia hiyo biashara, tunazitaifisha. Tukizitaifisha tunatoa funzo kubwa sana kwa jamii kwamba kumbe nikiingeji na haya mambo tafika mahali nitaathirika kwa upande wa mali zangu. Kwa hiyo tukisharatibu upelelezi, mara nyingi majalada hayo yanaletwa ofisi yetu ya taifa ya mashtaka, na ikifika pale kwenye ofisi yetu ya taifa ya mashtaka tunasoma majalada, tunatoa maoni ya kisheria na tunafanya maamuzi ya aidha kushtaki ama kutokushtaki. Kuanzia Julai mwaka 2024 mwaka jana mpaka Julai mwaka huu tumefanikiwa kuendesha kesi zipatazo 2785, na katika hizo tulizoshinda ni 2010, ni sawa na 63%. Kwa hiyo unaweza kuona tumepunguza sana mashauri ya dawa za kulevya mahakamani na tunayaendesha timely. Kuna kitu kinaitwa timely justice, yani haki inayopatikana kwa wakati. Sisi mtu akishakutwa na madawa ya kulevya, kesi yake mahakamani haivuki miezi 6. Ndio utaratibu wa mkurugenzi wa mashtaka. Na kama haivuki miezi 6, maana yake ndani ya miezi 6 toka umekamatwa, unakuwa upelelezi wako umefanya nini? Umekamilika na umeenda mahakamani, na haki yako kama ni kufungwa umefungwa, na kama huna hatia umeachiwa. Kwa hiyo hii asilimia ya kushinda hii ni ya kesi za dawa tu za kulevya. Lakini ukija asilimia ya kushinda kesi zingine zote za jinai, kwa takwimu tulizonazo mpaka mwezi uliopita, ofisi ya taifa ya mashtaka imefanikiwa kuendesha mashauri na kushinda kwake tulikoshinda ni asilimia 72. Kwa hiyo unaweza kuona ni asilimia kubwa, na tunazidi kupanda. Mkakati wetu ni kwamba upelelezi usichelewe. Upelelezi kwa makosa kama haya tunachukua siku 90. Siku 90 tuna imani kabisa tukumeka. Lakini kwanza kingine cha kushukuru, tunashukuru ushirikiano tunaopata kutoka kwa wadau wetu. Wadau wetu wanatupa ushirikiano mkubwa sana, mkubwa sana, especially mamlaka. Mamlaka hii inayohusika na kupambana na kudhibiti madawa ya kulevya inatupa ushirikiano mzuri sana, kwa sababu wao ndio specific authority inayodeal na mambo. Kwa jinsi serikali ambavyo au sisi mamlaka ambavyo tunapambana dawa za kulevya kwa nguzo zote tatu, katika ukamataji, lakini pia kuelimisha, lakini pia kutoa matibabu kwa waathirika dawa za kulevya, tunaamini kabisa nchi yetu inaenda kuwa na
na jamii ambayo haijihusishi kwenye matumizi na biashara dawa za kulevya. Lakini pia nitoe rai kwa wananchi wote kushirikiana sisi mamlaka, lakini pia na serikali na vyombo vingine vya ulinzi na usalama katika kuwafichua watu wanaojihusisha na dawa za kulevya, aidha wanaofanya biashara dawa za kulevya, lakini pia sehemu ambako kuna watumiaji wengi wa dawa za kulevya, ili tuweze kuchukua hatua za pamoja kuepusha kizazi chetu kwenye madhara haya yanayotokana na dawa za kulevya kwa ujumla. Na wananchi wote wanaweza kutupigia simu ya bure kabisa kwa kutoa taarifa za wauzaji wa dawa za kulevya kwa kupiga simu ya bure ambayo ni namba 119. Hiyo namba ukipiga tutapokea taarifa na sisi kuzifanyia kazi na kuhakikisha kwamba wanaojihusisha wote kwenye dawa za kulevya tunawafikisha kwenye vyombo vya sheria, ili kusudi sasa jamii isiwe na wauzaji wa dawa za kulevya kwa ujumla. Kwa hiyo mtu asije akafanya biashara hii akijua kwamba hata kamatwa. Serikali yetu iko makini na sisi mamlaka tuko makini kuhakikisha kwamba biashara ya dawa za kulevya haiwezi kuendelea hapa nchini. Kwa hiyo watu wote wanaojihusisha na kilimo cha dawa za kulevya kama bangi na mirungi, lakini pia na wafanyabiashara wa dawa hizi heroin na kokeni, waache mara moja wajihusishe na biashara ambazo ni halali, ili kusudi tuweze kuokoa kizazi chetu. Bidhaa tulizonazo hapa ni kwa ajili ya maonesho. Watu wengine hawajawahi kuziona heroin, watu wengine hawajawahi kuona bangi, watu wengine ukijaribu kuangalia huu ni mmea wa bangi ambao kuna baadhi ya watu hawajawahi kuona. Kwa hiyo tumekuja nao kama sampuli ili kusudi sasa wanaotembelea kwenye banda letu waone kabisa jinsi ambavyo tunapambana dawa za kulevya, lakini pia wazione kwa uhalisia wake. Nimefika hapa kwenye banda la DCA, nimejaribu kuangalia kwa umakini, nikaweza kutambua dawa ambazo nilikuwa nikitumia. Hii methamphetamine sijawahi kutumia, ila heroin nimeshawahi kutumia. Hii heroin ndio dawa ambayo nimetumia sana kwa muda mrefu katika maisha yangu. Na katika kingine pia vile vile ni hizi pipi za heroin ambazo pia vile vile nimeweza kutumia kwa muda mrefu sana katika maisha yangu. Kitu kingine ambacho nimewahi kutumia ambacho nakiona hapa ni bangi. Bangi ndio ambayo nilitumia ikaniingiza kwenye matumizi ya heroin. Kwa hiyo nimejaribu kupita kwenye banda la DCA leo, nimeona vile vitu ambavyo vilinirudia maisha yangu, nimeumia sana. Bora hata ingekuwa ni sumu ambayo unakunywa kwa siku moja alafu unakufa, lakini sio hivyo vitu ambavyo unaviona kwenye macho yangu, sababu ni kitu ambacho unatumia ukiamka asubuhi, hauwezi kufanya kitu chochote mpaka wewe umepata. Kama hujapata hauwezi kufanya kazi yoyote. Hata kula pia vile vile unashindwa kula. Mimi nilikuwa nashindwa kula kwa sababu ya sijapata hivi vitu. Nashindwa kufanya kitu chochote. Na kama nitatumia kama sijala, basi nitatapika kwanza mpaka nipate hizo dawa ndio niweze kufanyaje kuweza kula. Lakini namshukuru Mwenyezi Mungu, nimekumbuka mbali sana katika maisha yangu. Ndio maana nikasema kwamba bora hata ingekuwa ni sumu ambayo unainywa kwa siku moja alafu unakufa, kuliko hiki kitu ambacho nilikuwa nikitumia katika maisha yangu alafu kinanitesa ikawa kama ugonjwa katika mwili wangu. Mimi naweza kumshauri kwamba hii kitu kwa kweli haiguswi. Hii haiguswi kabisa. Yani na shauri jamii na vizazi vingine kwamba hii kitu haiguswi. Yani unapojaribu kuigusa tu, basi tayari inakuwa imeshakuharibia maisha yako kwa muda mrefu sana, kwa sababu ikishaingia kwenye mwili wako inakuwa ni vigumu sana kutoka. Unaweza ukahisi kama unatumia kwa raha, lakini baada ya muda inakuja kuwa kama ugonjwa. Na ikishakuwa kama ugonjwa, ina maana kwamba kuacha inakuwa ni kazi kubwa sana. Lakini napenda sana kushauri jamii ya kwamba tuwe makini, watu wanauza, tuweze kujua watu wanauza, tukanye jamii zetu kwa vitu ambavyo vinaendelea katika mitaa yetu. Nafikiri kwa kushirikiana hivyo tunaweza tukapunguza hata uuzwaji na biashara ya dawa hizi za kulevya. Kilimo hichi cha mirungi kimekuwa ni cha muda mrefu. Wananchi wameathirika sana. Mirungi ni mojawapo ya dawa za kulevya zilizokatazwa nchini, kutokana na kwamba mirungi ina athari nyingi kwa binadamu. Ina athari kiuchumi, ina athari kisiasa, ina athari pia kwa jamii na kiafya pia. Kwa sababu mirungi inasababisha pia kansa ya koo, inasababisha kansa ya utumbo, inasababisha uraibu, inasababisha mtindo wa ubongo, lakini pia kiuchumi inasababisha nchi inakosa mapato, kwa sababu wote hawaingizii mapato yoyote serikali. Kwa mtu ambaye anataka kuanza, kwa kweli service mshauri, maana ni kitu kibaya, ni kitu ambacho kifai sio wenyewe tunatamani kuacha.